Wanajeshi wengine 6 wa Israeli wameangamizwa na kujeruhiwa huko katika ukanda wa Gaza wakiwa katika operesheni ya kulitokomeza kundi la Hamas katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Vyombo vya habari vya Israeli vimeripoti kutokea tukio zito la kiusalama kwa wanajeshi wa utawala huo huko kusini mwa ukanda wa Gaza. Kwa mujibu wa shirika la habari la Fars ambalo limenukuu tovuti ya lugha ya Kiebrania, vikosi vya Hamas vimeshambulia kambi ya kijeshi ya Israel huko kusini mwa ukanda wa Gaza kwa kutumia roketi ya RPG na bunduki asubuhi ya leo Jumanne. Hata hivyo, imeelezwa kuwa katika operesheni hiyo mwanajeshi mmoja wa Israel ameangamizwa na wengine 5 kujeruhiwa vibaya, baadhi yao kiripotiwa kuwa katika hali mahututi. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Israel, wanajeshi wa Israel walijeruhiwa walihamishwa kwa helikopta hadi hospitali za Soroka na Sheba. Mwezi uliopita wa Septemba, harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas iliuonya utawala wa Israel kwamba hatua yake ya kuzidi kujiingiza ndani ya mji wa Gaza itageuza mji huo kuwa kaburi la wanajeshi wa Israel baada ya 6 miongoni mwao kuangamizwa na wapiganaji wa Kipalestina katika matukio tofauti, wakati jeshi la Israel likiwa linaendelea na mashambulizi ya kinyama yanayolenga kulikalia kwa mabavu eneo lote la ukanda wa Gaza. Tawi la kijeshi la Hamas la Izzuddin al-Qassam limeeleza katika taarifa yake kwamba Gaza ni vita vya msuguano vyenye gharama kubwa na kuonya kwamba hatima ya mateka wa Israel inategemea harakati za kijeshi za utawala huo wa Kizayuni. Taarifa hiyo ya Al-Qassam ilitolewa kwa Kiebrania imesisitiza kuwa wapiganaji wa Hamas wamesambazwa katika vitongoji vyote vya Gaza wakiwa tayari kukabiliana na jeshi la utawala wa Israel. Hata hivyo, kumekuwa na mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja yanayoendelea huko nchini Misri ambayo yamehusisha wapiganaji wa Kipalestina Hamas, lakini pia viongozi kutoka nchini Israel, lakini pia na viongozi kutoka Qatar na wale waliopo nchini Misri na hata kutoka nchini Marekani. Na kinachotazamwa ni juu ya hoja 20 zilizotolewa na rais wa Marekani Donald Trump katika kumaliza vita huko katika eneo la ukanda wa Gaza. Lakini kubwa ambalo wanataka sasa ni kuona kundi la Hamas linaondoka katika eneo hilo la ukanda wa Gaza, kadhalika na kuhakikisha kwamba Israel inaondosha majeshi yake na kuachiliwa kwa mateka walio chini ya wapiganaji wa Kipalestina Hamas. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote. Endelea kutufuatilia uweze kuyafahamu mengi yanayojiri duniani hapa The World News.